Mawaziri wa NATO waendelea kujadili mustakabali wa Ukraine. Na Israel yaendelea kutanua operesheni zake katika ukanda wa Gaza. Habari kamili. Seoul. Rais wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol ameondolewa rasmi madarakani baada ya mahakama ya kikatiba kuidhinisha hatua ya bunge ya kumvua madaraka. Katika uamuzi wa pamoja, mahakama ilisema hatua ya Yoon haikustahiki na kwamba alikiuka sheria wakati alipotuma wanajeshi bungeni kulizuia kufanya kazi yake. Waziri Mkuu Hang Dong-soo ambaye ni kaimu rais wa nchi hiyo, katika hotuba ya televisheni ameapa kuhakikisha hakuna mapungufu katika usalama wa taifa na diplomasia na kudumisha usalama na utulivu wa umma. Kama kaimu rais nitaweka msimamo thabiti wa kiusalama ili kuhakikisha hakuna mapungufu katika usalama wa taifa na diplomasia. Aidha, nitafanya kila jitihada kuhakikisha hakuna ucheleweshaji wa kushughulikia masuala muhimu kama vile vita vya biashara, na nitahakikisha utulivu wa umma ili wananchi wasiishi kwa wasiwasi. Pia nitahakikisha maandalizi ya kina kwa maafa mbalimbali. Disemba mwaka jana, Yoon alitangaza sheria ya kijeshi wakati wake wa upinzani juu ya bajeti, hatua iliyoingiza taifa hilo kwenye mgogoro na kupelekea yeye kupigiwa kura ya kutokuwa na imani na bunge. Brussels. Mawaziri wa mambo ya nje wa muungano wa kijeshi wa NATO wanakutana kwa siku ya pili mjini Brussels ili kujadili uwezo wa kuimarisha ulinzi na muungano huo pamoja na kuendelea kuisaidia Ukraine katika vita dhidi ya Urusi. Katika mkutano huo, mawaziri wa mambo ya nje wa Ulaya wameilaumu Urusi kwa kuzuia msukumo wa Marekani wa kuleta amani na kutoa wito wa kuiwekea shinikizo kali Moscow kukubali kusitisha vita. Kwa mujibu wa vyanzo, ikulu ya White House inatilia mashaka nia ya rais wa Urusi Vladimir Putin katika siku za hivi karibuni, ingawa Rais Donald Trump anaendelea kuashiria hadharani imani yake kwamba Putin anataka kuvimaliza vita. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noel Barrot amesema Moscow inapaswa kutoa jibu kwa Marekani ambayo inafanya kila juhudi katika kufanikisha usitishwaji mapigano. Tel Aviv. Jeshi la Israel linaendelea kutanua operesheni zake za ardhini kaskazini mwa ukanda wa Gaza ili kupanua eneo lake la usalama wa mpakani. Katika taarifa yake, jeshi hilo limesema limefanya mashambulizi katika eneo la Shijaiya ambako linadai limewaua wanamgambo wa Hamas na kuharibu miundombinu yao. Hata hivyo, haikutoa idadi ya majeruhi. Waziri wa ulinzi Israel Katz amesema alitangaza kwamba wamepiga hatua kubwa katika uwanja wa mapambano katika kile alichokitaja kama kusafisha eneo la magaidi na miundombinu ya ugaidi. Katz amedokeza pia jeshi la Israel limefanikiwa kuchukua udhibiti wa maeneo muhimu na kusongeza mbele operesheni zake kusini mwa ukanda wa Gaza. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja kutoka DW Bonn. Walikale. Wasi wa kundi la M23 katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamejiondoa katika mji wa kimkakati wa Walikale, wakielezea hatua hiyo kama ishara ya nia njema kabla ya mazungumzo ya amani yaliyopangwa na serikali wiki ijayo. Kwa mujibu wa vyanzo kutoka pande zote zinazohasimiana, vimesema kwamba serikali ya Kongo na waasi wa M23 wanapanga kukutana mjini Doha nchini Qatar mnamo Aprili 9. Akithibitisha kuondoka kwa M23, msemaji wa jeshi la Kongo Sylvain Ekenge amesema siku ya Ijumaa kwamba wanajeshi wake wameshuhudia kuondoka kwao. Waasi wa M23 waliahidi kujiondoa katika eneo la Walikale mwezi uliopita, ila hawakufanya hivyo baada ya kuwashutumu wanajeshi wa Kongo kwa kukiuka ahadi ya kujiondoa na kusitisha mashambulizi ya ndege zisizo na rubani. Na hatimaye Cairo. Umoja wa Mataifa umelaani ripoti iliyotolewa na kikundi kimoja cha kutetea haki za binadamu kuhusu mauaji ya kinyama yaliyofanywa nchini Sudan katika mji mkuu wa Khartoum.
Kikundi cha Emergency Lawyers siku ya Jumatatu kiliripoti kuwa jeshi la Sudan limefanya mauaji dhidi ya raia mjini Khartoum na Jebel Aulia kwa madai kuwa wanahusishwa na kundi la waasi la RSF. Video iliyochapishwa na shirika hilo ilinasa matukio mengi ya watu, wengine wakiwa wamezibwa macho, wakiwaua kwa kupiga risasi wanaume waliovalia sare za kijeshi na wengine wakiwa wamevalia kiraia. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk amesema amesikitishwa sana na habari hizo na akalitaka jeshi la Sudan kusitisha mauaji ya kiholela. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka Bonn. DW Dunia Yetu Leo Mchana. Na taarifa ya habari ni somwa na Saumu Njama. Shukran sana. Tuliokuandalia mchana wa leo: mawaziri wa mambo ya nje ya Jumuiya ya Kujihamia NATO wakutana mjini Brussels. Mahakama ya kikatiba Korea Kusini idhinisha uamuzi wa kumuondoa madarakani Rais Yoon Suk Yeol, na jeshi la Israel latangaza kuanzisha mashambulizi mapya ardhini katika ukanda wa Gaza. Kumbuka pia mfuatiliaji wetu tunapatikana mubashara katika ukurasa wetu wa Facebook na YouTube, tafuta tu DW Kiswahili. Pia unaweza kuacha ujumbe wako mfupi ikiwa ni pamoja na mtandao wetu wa Instagram. Baadaye nitakusomea hapa studioni. Lakini kabla ya yote, mawaziri wa mambo ya nje ya Jumuiya ya Kujihamia NATO wanakutana mjini Brussels kwa siku 2 kujadiliana njia za kufanya mfungamano huo wa kijeshi kuwa madhubuti, unaozingatia usawa na wenye nguvu zaidi. Mkutano huu ambao ni maandalizi wa ule wa kilele utakaofanyika mwezi Juni huko The Hague nchini Uholanzi, unafanyika chini ya shinikizo kutoka Washington la kutaka nchi wanachama wengine watoe mchango zaidi wa kifedha. Bakari Ubena na ripoti kamili. Kwa ujumla, mkutano huo wa jana mjini Brussels, Ubelgiji, uligubikwa na kauli za Marekani za kutuliza nyoyo za washirika wake kwamba nchi hiyo haina mpango wowote wa kuwatupa mkono, ikisisitiza kuwa hofu na mashaka vinavyoshuhudiwa kwa sasa havina mashiko yoyote. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisisitiza kuwa Marekani itaendelea kuwa mwanachama wa NATO na wala haina mpango wowote wa kujiondoa, lakini akasisitiza kuwa Rais Donald Trump anayataka mataifa ya Ulaya kuongeza matumizi yao ya ulinzi kwa muungano huo. Haipingi NATO, anachokipinga ni NATO isiyo na uwezo wa kutimiza majukumu yake kulingana na mkataba baina ya mataifa wanachama. Hakuna anayetarajia kuwa matakwa yake yatatekelezwa katika mwaka mmoja au miwili, lakini lazima pawepo dira inayoeleweka. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte aliungana na mtazamo huo wa Marekani na kueleza kwamba ingawa kulikuwepo na maneno makali na mivutano ya hapa na pale, bado wanachama wake wana umoja na muungano huu wa kijeshi ni imara zaidi. Rutte hata hivyo alimueleza Rubio kwamba mataifa ya Ulaya na Canada yameongeza maradufu matumizi yao ya ulinzi katika kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa tangu enzi za vita baridi. Mawaziri hao wa mambo ya nje wa NATO walikubaliana kwamba nchi zote 32 wanachama wa muungano huo zinapaswa kuongeza juhudi katika kuongeza matumizi yao ya ulinzi hadi kufikia 5% ya pato la taifa. Kwa sasa Poland pekee ndiyo inakaribia kiwango hicho kwa kuwa na 4.7, Marekani 3.4, huku mataifa kama Italia na Uhispania yakiwa chini ya 1%. Nchi za Ulaya zimeahidi kufikia 5% mwaka ujao. Baada ya mkutano huo, mawaziri wa mambo ya nje wa NATO walijumuika na mwenzao wa Ukraine Andriy Sybiha kwa chakula cha jioni. Muda mfupi kabla ya dhifa hiyo, waziri wa mambo ya nje wa Ukraine alisema nchi yake ilikuwa imekubali bila masharti pendekezo la kusitisha mapigano. Nimekuja makao makuu ya NATO kuzungumza juu ya amani na jinsi ya kuifanikisha na kuidumisha. Ukraine imeonyesha utayari wake wa kufikia amani. Lakini akasema kwamba pendekezo hilo bado liko mezani kwa kuwa halijakubaliwa na Urusi, akisisitiza kwamba ni wakati sasa wa kuongeza shinikizo kwa Moscow.
Asante sana Bakari Ubena kwa ripoti hiyo. Serikali ya Uganda imesema kuwa inawekeza katika teknolojia mbalimbali za kubana matumizi ya mitandao ya kijamii kwa lengo la kuhakikisha kuwa haitumiwi kusambaza taarifa na ujumbe uchochezi na pia matusi dhidi ya watu mbalimbali. Waziri wa teknolojia ya habari na mawasiliano nchi hiyo ameelezea kuhusu mpango huo, akiongeza kuwa hawatapiga marufuku mtandao wa TikTok kama alivyopendekeza Mufti wa Uganda. Hata hivyo hakutoa tamko kuhusu mienendo ya mkuu wa majeshi wa nchi hiyo Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambaye husambaza ujumbe kwenye ukurasa wake wa X akisababisha ghadhabu ndani na pia nje ya nchi. Mwandishi wetu Lubega Emmanuel ametuandalia ripoti hii. Serikali ya Uganda ilianza kudhibiti matumizi ya mitandao ya kijamii miaka 10 iliyopita, lakini hatua ya kupiga marufuku Facebook miaka 5 iliyopita kilikuwa kilele cha mikakati ya kusudio lake. Waziri wa Tehama, Habari na Mwongozo wa Kitaifa Chris Baryomunsi amebainisha kwamba wanaendelea kuwekeza katika teknolojia zitakazohakikisha udhibiti wa matumizi ya mitandao ya kijamii kufuatia malalamiko kutoka kwa watu mbalimbali kwamba inatumiwa kueneza chuki na uchochezi, jambo ambalo linahatarisha umoja na usalama wa nchi. We shall not cross social media including TikTok like some of the leaders have requested. Hatutaufungia mtandao wa kijamii wa TikTok kama ilivyopendekezwa na viongozi fulani hivi karibuni, ila tunawekeza katika njia za kiteknolojia kuchuja taarifa ambazo tunadhani zinalenga kusababisha chuki na uhasama. Kwa hiyo lengo ni kudhibiti matumizi yake. What can get into the public. Hata hivyo, wanaharakati wa haki za binadamu wanataja hatua zozote za kubana matumizi ya mitandao ya kijamii kuwa hali ya kukiuka haki za watu kuwasiliana na kujieleza. Wanamtazamo kuwa utawala unataka kutumia hila hiyo kufichia umma vitendo vyake vya kikatili kama ilivyodhihirika hivi majuzi katika uchaguzi mdogo ambapo waandishi habari na watu wengine walishambuliwa waziwazi na askari wa vyombo vya usalama katika kile wanachokitaja kuwa jaribio la kubadilisha matokeo ya uchaguzi huo kupendelea mgombea wa chama tawala cha NRM. Hofu na mashaka ni kwamba kufuatia tamko la waziri ina maana kuwa hali itakuwa mbaya zaidi kuhusiana na matumizi ya mitandao ya kijamii kuelekea uchaguzi mkuu wa 2026. Hivi karibuni watu kadhaa waliodaiwa kutumia mitandao hiyo vibaya wamekamatwa na kufunguliwa mashtaka na hata wengine hawajulikani waliko. Mwaka 2021 mtandao wa Facebook ulipigwa marufuku. Hadi sasa ungali hauruhusiwi rasmi, ila watu hufikia kupitia mfumo wa kukwepa malipo wa VPN. Waziri ameelezea kwa nini hadi sasa Facebook haijaruhusiwa tena. The challenge with Facebook was, changamoto tuliyokuwa nayo na Facebook ni kwamba ilidhihirisha kupendelea upande mmoja kulingana na jinsi ilivyokuwa ikiruhusu matumizi yake in the partisan competitions in the last election. Jambo la kushangaza ni kwamba wizara na mashirika ya serikali yameendelea kutumia Facebook kuwasilisha taarifa zao, ikishangaza ni hadhira gani wanalenga kuwasiliana nayo. Wakati huo mwendelezo wa mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mwanawe Rais Museveni, kusambaza taarifa zinazosababisha kero na ghadhabu ndani na nje ya nchi haukosolewi na utawala, na waziri amekwepa kutoa tamko kuhusu swala hilo alipoulizwa na wanahabari. Lubega Emmanuel, DW Kampala.